Aha. Kola ukiwa na vikombe vitatu hivi Afrika. Na mpaka sasa hivi wanatafuta tafsiri ya Yanga kuweka nyota 3 kwenye jezi yao. Makombe 30, wana makombe 31 ya ligi. Kwa hiyo nyota moja inamaanisha makombe 10. Inawezekana, wewe sijui. Ndio tafsiri la pekee. Ndio ilivyo. Sababu ni kawaida, ni swala la nyota kwenye jezi ni kawaida. Kwa sababu hata pale Italia ndio mfumo wao unaotumia sana. Ni timu ambayo yenye makombe kuanzia 10 na kuendelea anapewa nyota moja. Ni mtindo tu ambao unaweza kutumika, sio kwamba ni sheria ambayo inapaswa kukaa milele ama vipi, inaweza ikawepo na ikatolewa. Kwa hiyo nyota 3 za Yanga zinamaanisha 30 plus ambao wanashinda ya ligi ndani na waweka pale. Kwa klabu yote nayo inaweza ikaweka mpaka pale ambapo shirikisho itakuja kusema kwamba hii tutumie ndio mtindo wa kutambulisha ukubwa wa timu Tanzania hapa inawekwa nyota, basi inaweza ikatumika. Lakini msio na pressure kuhusu nyota. Lakini kiukweli ni kwamba Dar es Salaam Young Africans katika soka la Afrika kwa upande wa mafanikio wanabaki kuwa ni wakubwa zaidi katika ukanda huu wa Afrika Mashariki. Sasa nategemea na namna ambavyo mwandishi alipomuuliza huyo mchezaji hiyo swali. Mimi hicho kipande kinajitosheleza. Unaweza kuwa unauliza swali jingine lakini kwenye maelezo yako ukaweka hiyo statement. Ni statement ambayo inajitosheleza tu. Sasa kwa hicho kisema huyo mchezaji bila shaka anaamsha vita kubwa kati ya Silver Striker na Yanga kwenye mchezo wa marudiano, na inazidi kunogesha zaidi huu mchezo kwa sababu mpaka sasa hivi ambao anaonekana kuwa na mmoja ndani kwenye hatua ya makundi ni Silver Striker kwa sababu ya kuongoza bao moja. Lakini kwenye makaratasi na rekodi ya Yanga katika mechi za kama hizi unaona Yanga pia nao bado ana nafasi ya kuindua meza ya matokeo na kuandikisha ushindi katika mchezo hapa nyumbani. Mimi naamini sasa hivi akili za watu wengi zinafikiria Yanga anashinda mchezo huu 5, 6, 7, 4. Ni kitu ambacho watu wengi wanakiamini. Lakini hata katika matokeo Yanga kushinda goli moja, magoli 2, ama goli 2-1, ama 3-1, ama 3-2, bado kuna mazingira ambayo tutasababisha pia mchezo uendelee kuwa ni mgumu zaidi ama kuwa na challenge kubwa zaidi kwa pande yote ya Silver Striker na Dar es Salaam Young Africans. Kwa sababu hadi hiyo statement imetoka kwa mchezaji. Pia kumbuka kuna kauli ambayo ilitolewa na afisa habari wa Dar es Salaam Young Africans hivi karibuni tukijua kwamba huo mchezo unaokuja Silver Striker wajiandae. Kila mchezaji wa Yanga ameandaliwa kupambana kama yuko kwenye uwanja wa vita hiyo siku. Tena akamtaja na Azizi Akamwile kwamba kama ndo huyo Uchizivunga ambaye ninamsifia kwamba ni mchezaji hatari, tunamwekea pale booster katikati ya uwanja, akiweza kupita na mikwara kama hiyo ambayo alikuwa akijitoa, inawezekana. Dunia sasa hivi ni mtandao, taarifa zinawafikia na wao pia wana kitu cha kufanya comeback, na wanakuja kusema kwamba Afrika hawawezi kuatisha, sio majanja Afrika. Hiyo ni statement ambayo inawaongezea kujiamini zaidi Silver Strikers, na wakikumbuka performance ambayo walionyesha pale Malawi ambayo nina uhakika iliwapa kujivunia zaidi wa Malawi kwamba Malawi nao wanaweza kuandikisha matokeo yanayofurahisha dhidi ya klabu kubwa katika ukanda huu wa kusini mwa jangwa la Sahara, basi wanaweza pia kaonesha hayo maajabu katika mchezo wa marudiano. Lakini mchezo wa soka ulivyokuwa katili, kama ambavyo tunasema kwamba Yanga wanaweza kupata matokeo ambayo yatawashangaza, hata Silver Strikers nao wanaweza wasamili ambacho kitatokea siku ya hapo